Taarifa zaidi iliweza kutufikia ni baada ya bunge la Ulaya kuweza kufikisha pia karatasi kwa Donald Trump ambaye ni rais wa Marekani, na ni moja ya sakata la kesi ya Tundu Lissu ambaye liliweza kuzungumzwa na kujadiliwa katika bunge la Ulaya. Sasa nafikiri walijaribu sana kuchambua aina ya kesi na jinsi ambavyo waliweza kukamatwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo. Na ikumbukwe katika bunge la Ulaya baada ya kumaliza kujadiliana na sakata la mwenyekiti Tundu Antipas Lissu, pia kulikuwa na mada zingine ambazo zilionekana kugonga vichwa vya Watanzania wengi. Kwa sisi tuliweza kupata nafasi ya kuangalia na kuhakikisha kabisa kwamba tuko makini na kila walichokuwa nakizungumza na walichokuwa nakijadili. Pia waliweza kuzungumza pia na issue ambayo ni ya iko jenda, yani kwenye swala zima la mapenzi ya jinsia moja, ambayo ilionekana kuwa ni moja ya agent mada kubwa sana, ukiachana pia na issue ama sakata la kutumia kivuli cha kuzungumza mada ama ajenda Tundu Lissu. Lakini pia kulikuwa na ajenda nyingine ambayo ilikuwa ni special katika hiyo siku ya bunge la Ulaya, kwa sababu pia hata rais wa Marekani Donald Trump amepia na yeye ameonekana kuwa ndo kigagula wa sakata hili la kuruhusu mapenzi ya jinsia moja, tena kwenye engo ambayo walijaribu kuzungumza ama kujadili kesi ya Tundu Lissu kwa lengo la kupitisha mwanya wa hii mada ambayo nimeweza kuzungumza hapo ya ushoga. Kwa hiyo walitumia kivuli cha kudiskasi kesi ya Tundu Lissu, lakini baada ya kuzungumzia hilo pia walikuwa na maombi yao binafsi ya kutaka pia Tanzania iweze kuingia katika mfumo wa kusaini na maridhiano kabisa ya issue ya mapenzi ya jinsia moja yawe ni halali na yawe rasmi kabisa. Kwa ni issue ambayo nafikiri kwa Donald Trump anatamani sana kutumia akili ya ziada kuweza kuingia katika mfumo ambao Tanzania itakuwa ni rasmi kabisa imeweza kujihusisha na mapenzi ya jinsia moja, ili mradi pia waweze kutumia kama opportunity ya wao kwamba wataleta msaada, na kama kutakuwa na mambo mengine basi wanaweza wakayaingilia. Na ni issue ambayo hatujajua mpaka sasa mpango kazi gani walionao kwanza bunge la Ulaya, lakini pia hata Donald Trump mwenyewe ambaye ameonekana kutumia kivuli cha siasa ya Tanzania kwa kupitisha miswada yao ama yale wanayoyataka yaweze kufanyika katika taifa ama mataifa mbalimbali. Lakini naweza nikasema kwamba issue ni msimamo, kwa sababu kwa Ibrahim Traore wameweza kugonga mwamba. Ni kwa nini wanataka kutumia kiakili ama kutuingia kiakili kwa lengo la kupitisha mambo yao? Kwa ni taarifa ambayo pia tunajaribu kuweza kutoa kwa wananchi na watu mbalimbali waweze kuelewa ni nini kinachoendelea katika taifa letu la Tanzania kwa hawa watu wa Ulaya ama pia wazungu. Ama pia usisahau kumsikiliza na kumfuatilia zaidi huyu mwamba Donald Trump ambaye kwa sasa amekuwa ni kigugumizi katika mataifa mbalimbali.